Ndugu zangu wana Uyui, elimu ndio msingi wa maisha. Asije akakwambia mtu mwingine kwamba elimu haina maana, si kweli. Elimu ndio itakayotusaidia ndugu zangu katika mapambano ya dunia ya leo. Tusipokuwa na elimu, mjue kabisa tutaendelea kuwa nyuma, kwa sababu haya sio maneno yangu, lakini maneno ambayo hata kwenye vitabu vitakatifu vinatueleza. Kwa Waislamu, mnajua neno la kwanza kuambiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliambiwa asome, akuambiwa akahubiri, akuambiwa akapambane, aliambiwa asome. Maana yake ni kwamba kusoma ni jambo la muhimu sana. Lakini pia hata kwenye Biblia takatifu nayo pia tunaelekezwa kwamba tusimwache ndugu elimu, tunafanyeje? Tuwe naye. Haya ni maneno makubwa ambayo yapo katika vitabu vyote, lakini hata sisi wenyewe katika tamaduni zetu na mila zetu, jambo kubwa la kwanza tunalofundishwa ni kufahamu juu ya mambo yanayoendelea, lakini mambo hayo ili uweze kuyafahamu kwa tafsiri yake, manake unachoambiwa usome. Sasa serikali yenu ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, katika moja ya mambo makubwa ambayo tunaendelea kuyafanya na kuyasisitiza ni jambo la elimu. Tunatambua changamoto iliyopo katika eneo hili ambayo Mheshimiwa Diwani ameeleza vizuri sana juu ya mahitaji ya kuwa na shule zaidi, lakini juu ya mahitaji pia ya kuwa na walimu zaidi, kama ambavyo imeelezwa kwa undani zaidi na Mheshimiwa mbunge. Nataka niwashukuruni sana viongozi wangu, kwa sababu sisi tulio ndani ya ofisi ya Rais tunaosimamia jambo la ajira tunaitambua changamoto hiyo, kwa sababu mkuu wenu wa mkoa Comrade Chacha naye ametuambia na kutuambia juu ya mahitajio makubwa yaliyopo, hususa katika eneo hili la afya na eneo la elimu. Sisi ndani ya ofisi ya Rais, moja jambo kubwa ambalo tumelifanya katika mwaka huu wa fedha, ambao wabunge wenu hawa tunawashukuru kwa sababu wametupitishia bajeti ambayo inazaa mipango ya kimaendeleo kwa nchi yetu, jambo la ugawaji wa walimu na watumishi wengineo, nalo ni moja kati ya jambo kubwa ambalo tumelifanya. Naomba tuwapige makofi wabunge wetu. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, baada ya kusikia kilio cha wabunge, baada ya kusikia kilio cha wananchi, ametoa maelekezo ya kutupa kibali sisi tunaosimamia ugawaji wa ajira, kutenga nafasi 45,000 kwa ajili ya kugawa walimu katika maeneo yote ya Tanzania, kugawa wauguzi katika maeneo yote ya Tanzania, lakini pia kugawa watumishi katika kada nyinginezo mbalimbali. Ndugu zangu, watumishi hao 45,000 ni lazima tuangalie kwa jicho la karibu sana wilaya hii ya Uyui, maana wilaya ya Uyui kwa kweli ni wilaya kubwa sana. Mimi binafsi nakubaliana na maombi aliyotoa Mheshimiwa mbunge ya kuangalia tena juu ya ukubwa huu, lakini Mheshimiwa mbunge, nataka niwakumbushe watu wa Tabora, huko siku za nyuma yalishawahi kutolewa mawazo haya ya kugawa wilaya yetu ya Uyui kutokana na ukubwa wake. Si walaumu, lakini naomba niwakumbushe kwa sababu tusije kufanya tena kosa tulifanya kipindi kile. Mlipopewa nafasi ya kugawa, wenzetu nyinyi mlibadilisha jina baada ya kubadilisha wilaya. Tena kipindi kile kulikuwa na wilaya moja inaitwa Tabora vijijini, sio kama mnakumbuka. Mkatoa Tabora vijijini mkaifanya Uyui sasa iwe kubwa, matokeo yake tunapata tabu kama hii. Mimi kama mtu nilikabidhiwa nafasi ya ulezi wa mkoa wa Tabora, ili jambo nitalichukua na kulifikisha kwa Mheshimiwa Rais, na nitamuomba Mheshimiwa Rais ikimpendeza na akiridhia, katika moja ya jambo kubwa ambalo anatakiwa tufanyie kama zawadi nyingineyo kwa wana Uyui ni kuigawa Uyui. Ikimpendeza zaidi anaweza akatuachia wilaya moja, lakini tukapata halmashauri 2 ili watu wa upande wa Igalula waendelee kuwa na shughuli zao, lakini upande huu nao pia waendelee kuwa na shughuli zao,
ili tuweze kusimamia. Ndugu zangu, jambo la muhimu ambalo nyinyi wana Uyui mnahitaji ni halmashauri. Kama ningepewa nafasi ya kushauri na nyinyi mkanisikiza, sisi wenzenu Bagamoyo kule, wakati mimi nachaguliwa kwa mara ya kwanza kuwa mbunge, tulikuwa na halmashauri moja, wilaya moja. Tabu tulikuwa tunaipata tunaijua watu wa Chalinze, kwa sababu Chalinze kieneo ni kubwa sana kuliko upande wa Bagamoyo. Lakini tulipokwenda kuwaomba, na nakumbuka kipindi kile ilipokuwa inatangazwa Uyui, ndio kipindi ambacho ilitangazwa pia halmashauri ya Chalinze. Tukamuomba Mheshimiwa Rais atusaidie kutupa wilaya halmashauri ya Chalinze, au ikimpendeza tupate wilaya ya Chalinze. Tulikipewa halmashauri ya Chalinze. Leo hii nataka nikuhakikisheni, kama kuna maisha yaliyo mazuri ni mimi kuwa ndani ya halmashauri ya Chalinze. Kwa mimi ninaamini kabisa hata nyinyi ndugu zangu wa Uyui, ikiwapendeza, siwalazimishi, ni jambo la ushauri tu, kwamba jambo la kuwa na halmashauri ni zuri zaidi kuliko mambo mengineyo yote. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.